Mapema hii leo tumeshuhudia kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kwa maana ya Taifa Stars ambacho kinajiandaa na kwa maana kitaingia kambini kujiandaa na mchezo wa kimataifa wa kirafiki kwa mujibu wa kalenda ya FIFA ambao tutakwenda kumenyana dhidi ya Kuwait. Na kikosi hicho kipo chini ya kocha mkuu wa sasa kwa maana ya Miguel Angel Gamondi, na tumeshuhudia mabadiliko kadhaa ndani ya kikosi hicho. Hii ni Ava TV, langu jina naitwa Jadu, waweza niita mtaalam Aljadaziz Ali Shentembo. Nipo na Asha Kabuga. Kwa kulichukulia uzito swala hilo, nipo na Nazareth Upete, mchambuzi na mtangazaji wa kandanda kutokea shirika la utangazaji la Taifa TBC. Yeye atatuambia maoni yake juu ya kile ambacho amekiona kwenye kikosi, lakini pia kocha mkuu na mabadiliko ambayo anategemea ndani ya kikosi cha timu yetu ya taifa ya Tanzania. Kaka, uko sawa sawa? Alhamdulillah, vipi? Mambo mazuri. Uko vizuri? Niko sawa sawa. Shwari? Hongera sana. Kwa Kwa nani? Usiwa kunipiga noma. Jambo zuri kabisa. Alhamdulillah. Mungu anatenda. Ya alhamdulillah. Mungu anatenda. Upete, tumeshuhudia kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Mimi natamani tuanzie hapo. Mara baada ya kuona mabadiliko kadhaa ikiwemo mabadiliko ya wachezaji ambao hatukuwaona kwa muda mrefu ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kama Kelvin John. Kwanza una nini cha kusema juu ya kikosi hichi ambacho kinakwenda kujiandaa na mchezo huo wa kirafiki dhidi ya Kuwait? Mwalimu Miguel Angel Gamondi ameita timu yake ambayo inakwenda kucheza mchezo wa kirafiki ambayo ina wachezaji wengi, naweza kusema sura ambazo zilikuwa zinauliziwa sana kwa siku za hivi karibuni, hususan ya Kevin John, na ni maandalizi ya kuelekea kwenye michuano ya AFCON ambayo itafanyika mwezi Disemba. Kwangu sijashtuka wala sijashangazwa sana na kile ambacho amekiteua, na hata angekuja tofauti na hapo mimi nisingeweza kushangaa, kwa sababu always wanaamini timu ya taifa haijawahi kukidhi wala kutosheleza mahitaji ya watu wote. Hata tungepiga kura hapa Watanzania wote, kila mtu akaita kikosi chake, lazima tungetofautiana tu. So national team haijawahi kusatisfy mahitaji ya watu wote duniani kote, sio tu hapa nchini. Nakumbusha mwaka 2018 wakati timu ya taifa ya Ubelgiji inaitwa, wabeleshi wengi walilaumu sana kocha kwa kutomjumuisha Rajani Golan ambaye alikuwa na performance bora sana na Inter Milan, lakini yeye akamwita Nacer Chadli ambaye alikuwa karibu na miezi 6 hajacheza. Mwalimu akamjumuisha na akaja akamsaidia kwenye ushindi wa muhimu wa kuwavuta kutoka kwenye nusu finali, nafikiri kama sio robo finali, dhidi ya Japan, mchezo ambao alishinda 3-2, yeye ndo anakuja kufunga goli la ushindi. Kwa hiyo kuna wakati ambao walimu huwa wanaita wachezaji ambao wanaendana tu na matakwa yao. Hii ni timu ya taifa, haina pre-season kwamba wewe tutakubadilisha taratibu, ta develop na nini. Mwalimu yote anaangalia mchezaji ambaye yupo tayari kuendana na falsafa zake kwa wakati huo. Na ni muhimu pia tukawekana wazi kwamba kigezo cha kuitwa national team sio actual performance pekee, kama ambavyo wengi wanatumia kwamba mbona huyu yupo kwenye kiwango hajaitwa na nini. Sio actual performance, ni uwezo wa kwenda kutimiza mahitaji ya mwalimu kwa siku chache anazokupatia. Unaweza ukawa ni una perform vizuri sana kwa wakati uliokuwepo, lakini hujawa tayari kwa ajili ya kubebesha majukumu tunasema ya dakika 90 ama dakika 180. Timu ya taifa inakuwa mechi 1-2. So mwalimu ataangalia yule ambaye akimuona tu anavyocheza anaona huyu nikimpa haya majukumu 2 days 3 days anafanya kwa ubora unaotakikana. Kwa hiyo ataangalia zaidi hapo. Bila shaka kwa kuwatizama tu walimu hawa aliyeondoka kwa maana ya Hemed Suleiman Morocco pamoja na aliingia sasa Miguel Angel Gamondi ambaye tumeshuhudia Tanzania hapa akiwa na Yanga, lakini pia hivi sasa Singida Black Stars. Kuna utofauti gani unakwenda kuongezeka kwenye kikosi hiki cha timu ya taifa, tukiwa tunatambua kwamba Hemed Suleiman Morocco aliongeza kitu kikubwa ambacho pengine mwanzo hatukuwahi kukipata? Unajua, ukweli usiopingika ni kwamba Miguel Angel Gamondi ni mwalimu mwenye profile kubwa, naweza kusema hivyo, lakini profile haichezi.
na profile itabaki kwamba ni mwalimu wa hivyo, sijui unanifahamu. Lakini tukija kwenye mazingira halisi ya timu, kwenye competition, timu itahitaji kuwa na performance bora kwa wakati uliokuwepo kuliko wakati mwingine wote. Na pamoja na yote tutakayofikiria kuhusiana na mwalimu Miguel Gamondi, huyu sio malaika, ni binadamu. Mimi Hemed Morocco, uzuri unaona, sijawahi kumwattack hata siku moja. Na hata kwenye wakati ambao karibu watu wengi walikuwa wanamwattack, mimi sijawahi kusimama kumwattack kwa sababu najua tatizo letu la msingi sio kocha pekee. Sisi tuna matatizo mengi beyond coaching. Yaani sisi tuna vijisababu vingi vya kutofanya vizuri kuliko mwalimu. Mwalimu leo hata akija nani, lakini lazima tuwe na proper way ya kutengeneza wachezaji ambao tutakuja kuwatumia kwa kadri ambavyo inahitajika. Sijui unanifahamu. Leo hii tunaweza tukamuondoa Gamondi, it's okay. Tukamleta mwalimu mwingine, it's okay. Tukamleta na mwalimu mwingine, it's okay. Lakini hawa walimu wote wanaokuja kwa wakati uliokuwepo, je, tunawapa facilities sahihi ambazo zitawafanya waweze kudeliver knowledge yao na tuweze kupata matokeo ya muda mrefu? Kwa sababu mimi sikubaliani tu kwamba shida ni mwalimu peke yake. Mimi naweza nikaenda beyond hapo. Kwa mfano nikakwambia, okay, labda Hemed Morocco hakuwa kocha mzuri, labda, si ndio? Kama ambavyo labda wengi wanasema. Lakini vipi kuhusu Adel Amrouche? Vipi kuhusu Emmanuel Amunike? Vipi kuhusu Etienne Ndairagije? Vipi kuhusu Salum Shaban Mayanga? Vipi kuhusu Charles Boniface Mkwasa? Vipi kuhusu Kim Posen? Vipi kuhusu Jan Posen? Vipi kuhusu Martinovic? Vipi kuhusu Marcio Maximo? Wote hawa walikuwa ni tatizo wao tu. Sisi tuna Messi, tuna Ronaldo, tuna Kylian Mbappe, tuna kila mtu ambaye anaweza katupa qualifications za World Cup, ambaye anaweza katuletea AFCON. Mahitaji yetu ya msingi ni nini? Tumecheza CHAN. Tunasema sisi ligi yetu ni miongoni mwa ligi bora, si ndio? Tumeenda kutolewa kwenye robo finali, tena kwa tofauti ya bao moja tu. Sio dhambi kushinda, lakini tuna maandalizi ya kushinda. Sikumbuki kama kuna kocha yoyote wa Stars tangu kuumbwa aliyewahi kushinda walau mechi 6 mfululizo kama alivyofanya Hemed Morocco. Sikumbuki, mtaniweka sawa. Mechi 7 pasina kupoteza, unbeaten. Ukishinda 6. Sikumbuki. Lakini yote hayo hatuwezi count on kwa sababu sisi tumechagua vitu vichache kwenye sura pana ya Hemed Morocco. Lakini kama hata huyu Miguel Gamondi atakosa matokeo, tutakuwa wa kwanza tena kumtupia mawe. Nafikiri tunahitaji kufanya mabadiliko ya namna ambavyo tunautathmini mpira na namna ambavyo tunatazama mahitaji yetu kwenye mpira. Tukifanikiwa kufanya hivyo, ni rahisi zaidi kufanya kile ama kufikia ile target ambayo tunahitaji kuliko kila siku kuamini tatizo la msingi ni kocha. Okay, makocha watakuja wataondoka, lakini watakuja na kuondoka mpaka lini? Basi kama tuseme tatizo huwa ni makocha, kwa nini bado tunaendelea kuajiri makocha ambao sio bora kama tunaamini tatizo ni makocha? Kwa hiyo ukija kwenye sababu za msingi za kwa nini hatupati zile success ambazo tunazitaka, mimi swala la makocha litakuwa la mwisho sana. Nafikiri baada ya vitu vingi kupita hapa chini ndio nitakuja na neno la makocha. Tumalizie kwa Stars kwa kutizama kundi ambalo tunakwenda kushindana nalo ama kuwekea na ushindano nalo kwenye michuano hii ya AFCON pale Morocco. Ndani yetu akiwa Tunisia, Nigeria pamoja na timu ya taifa ya Uganda. Nafasi yetu ya kucheza hatua ya mtoano ni kubwa kiasi gani kwa upande wako? Unajua kama tutakuwa tunazungumza ukweli, na nilikuwa natazama ile kundi Uganda, Nigeria, Tunisia. Hatujawa na wachezaji wengi ambao wanaweza katufanya tukawa na kiburi cha kusema tunaenda kusumbuana na Nigeria. Sijui unanifahamu. Hatujawa na kundi kubwa la wachezaji ambao Tunisia tunaweza tukasema sasa ni level yetu. Na yani
hatupati hiyo opportunity, sio tu kwa kukiri kwamba ama kwa kutamba tu kwamba tunawaweza bwana, tunacheza nao tutaenda nao. No, ni lazima tufanye kazi inayoonekana ambayo itasaidia sisi kuweza kutengeneza wachezaji the likes of Nigeria, the likes of Tunisia, the likes of hata Uganda, ili tuwe na uwezo wa kuchagua kile tunachokitaka. Leo haiwezekani nchi nzima, yani Kevin John hajaitwa ndo inakuwa story nchi nzima. Kevin John hajaitwa ndo inakuwa story ya striker kutojumuishwa kwenye timu ya taifa, wakati ambao ukienda Nigeria unamwona yule jamaa yupo Nottingham Forest hajaitwa. Kuna kipindi alikuwa haitwi, si ndio? Yani leo kwenye nchi ambayo Pacome Zouzoua ndio top player, Elie Mpanzu Kibisawala ndio top player, ndio wanazibeba timu zao ambazo sisi kwetu ndio timu kubwa. Kwenye mataifa yao wanaitwa kwa kufikiriwa. Sijui unanifahamu. Tena Pacome walao Mpanzu haitwi kabisa. Alafu hao wakija hapa nchini ndio wanaotusumbua. Na sisi tunataka wachezaji wanaosumbuliwa na kina Mpanzu na kina Pacome ambao hawaitwi kwenye timu zao za taifa ndio waende wakawasumbue wale ambao wanawanyima nafasi ya kina Pacome wanaotusumbua hapa nchini. Absolutely tunahitaji kubadilisha kwanza mentality, mindset na kila kitu kuelekea kwenye AFCON kama hizi. Mimi binafsi nitakuwa na washangaa zaidi watakao kuwa wanashangaa kama Stars zinakumbana na magumu kwenye mazingira ya namna hiyo, kwa sababu naamini kwamba kama mtu atakuwa anashangaa hicho kinachotokea, basi atakuwa yeye ndo tunapaswa kumshangaa zaidi. Lakini kwa mtu yoyote ambaye yupo sawa sawa, anatumia ubongo wake binafsi kufikiri, anafikiria kama ambavyo mwanadamu yoyote ambaye yupo sawa sawa anapaswa kufikiria, ana reason, hawezi kushangaa matokeo yote ya Stars yakiwa magumu ama yakiwa ya tofauti na ushindi ama whatever. Ikitokea tumeshinda, hewala, tunawapongeza wachezaji wetu kwa kupambana, kwa sababu hapo ni utofauti wa kupambana na dhidi ya quality. Yani sasa hapo ili uibit quality unahitaji wapambanaji, watu wengi ambao watasacrifice kwamba acha tupambane, acha tuamue kufia timu. Lakini kama tunazungumzia mpira halisia ambao unategemea zaidi quality na kila kitu ambacho kitahusiana na ubora, bado tuna levels za kuhitaji kuweza kuzifikia, ndio tutaweza kujilaumu. Bado tuna levels za kufikia tuweze kupambana. Nazareth Upete kimaliza hivyo, bila shaka kwenye mawili matatu kuelekea katika michuano mikubwa zaidi barani Afrika umeweza kung'amua jambo. Tunaye imani kubwa na timu yetu ya taifa ya Tanzania, pamoja na anakwenda kuchukua nafasi hii kwa maana ya kocha wa muda Miguel Angel Gamondi, lakini pia dua na sala ziendelee kuwa nyingi kwa timu yetu ili mradi tuweze kupata kitu kizuri katika kila ambacho tunakiendea pale nchini Morocco. Langu jina ni Jadu, hii ni Ava TV. Nikushukuru kwa wakati wako. Kwa heri.